Mimi hakuna siku utanikuta ati napanga kikosi ya kwenda vita ati niweke Didmas ndani. Haiwezekani. Mheshimiwa Didmas madharau niko wanje kezi ya nekuli wawanga mati maiwa sekalo mali za kwe kurata. Wati vye kura ya mai wamwende busa sendi seta. Kwa sababu leo tunakujua wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka kwa hii matanga. Na hapa Western hii kikundi yote ikiongozwa na Natembea, tutatembea kwa kila kijiji. We have to give our people direction because we are tired. Na mtu yoyote ambaye anatembea na Kasongo hapa na aendelee kutembea na yeye, nyinyi mnajua ile kitu mtamfanya. Ile pesa kidogo mnavaa mkubali ni 1,000. Wacha sasa nimuite Kalasinga adili na huyu Didmas Baraza pamoja na Waluke. Sasa bana bwe ngoma. Enyewe mmanyile. Mimi sikuzaliwa mtu tajiri. Mimi ni kijana ya mjane, mnajua hiyo yote. Wala marafiki zangu wengi ambao wamekuwa hapa wakizungumzia maneno ya pesa, wako na pesa mingi. Hao wengine ni matajiri kuliko mimi. Tofauti yangu na yao, hao ni wachoyo, mimi ni mkarimu na kuwa na wananchi wa kawaida wale wa chini. Huyo Mheshimiwa Godfrey Ososi, yeye ni chairman ya Central Funds Committee ya Senate ya Kenya. Wale maseneta wote 47 wa Kenya, akiwemo gavana wetu, akiitwa kwa Senate, hakuna mwenye huwa anaenda kwa mkutano kabla hajabikia kwa Ososi amwachie kitu. Ni uchoyo wako nayo, si hati pesa hana. Na nyinyi niwaambie watu ya Bungoma, kama kuna mtu kwa hii timu ambaye mimi na heshimu wako na akili ya kupindukia, akipata cheo anajua kujitetea, ni huyo Godfrey Ososi. Alikuwa Secretary General wa chama cha ANC, akapima hesabu, akakuta Musalia Mudavadi ni mtu ambaye hafuatilii maneno. Alijinominate kwa bunge, akanominate bibi yake ya pili, akanominate na mother-in-law yake, ni mtu ya kutumia akili. Akiwa kwa Sifuna hapa ni hesabu anapiga. Si ati anapenda Sifuna. Wale kwa Mlembe. Hoja tuko na uhuru ya kuzungumza. Niendelee. Kama mnakuja kunipiga basi niwache microphone niende nyumbani. Ama maana gani? Basi wacha niende nyumbani basi. Ona, toka bwana.